kocha wa boli, maestro, mtu anayejua mpira, mwenye uzoefu wa mpira, yeye atatuambia labda kocha ameona nini mpaka majina baadhi ya majina ameweza kuyaacha. Maestro, karibu. Asante sana. Safi ndugu yangu. Safi. Ni kubwa wana maestro, kikosi kimetangazwa. Nimekiona. Vipi sasa wewe maoni yako kwa kile kikosi ulivyokiona, lakini sisi na zile timu ambazo tunaenda kushindana nazo tunazungumzia Tunisia, Nigeria, Uganda na sisi wenyewe Tanzania. Unaona tunaenda yani kutoboa pale kwenda kuonesha ushindani. Unajua kitu ambacho tumekimisi Taifa Stars mpaka sasa ni pointi 3. Unajua jambo la kwanza na jambo muhimu, kwanza lazima tuwe tunafuzu mara kwa mara, kwa sababu unapofuzu mara kwa mara unaenda kwenye mashindano kama yale, inakusaidia kuwa na exposure ambayo itakufanya sasa unapoenda mashindano mengine mara ya 3 na ya 4 uweze kufanya vizuri. Sasa hivi moja kwa moja tukisema tunaenda kutoboa kwa aina ya kundi ambalo tunalo, kidogo pana changamoto. Huenda tukawa tuna mwalimu mzuri, lakini uzoefu wa wachezaji pia unachangia, tuweze kupata kitu au tusipate kitu. Na jambo la pili, umezungumzia habari ya kikosi, uteuzi wa kikosi. Nadhani mwalimu Miguel Gamondi aliongea wakati anateua kikosi, hakukuwa na kazi ngumu kama ile. Yaani ile kazi ilikuwa ngumu sana kukipata kikosi ambacho ataenda nacho kwenye AFCON ya mwaka huu 2025 2026. Tunaona majina yamekosekana, lakini kuna majina mengi, wengi wameshtushwa na kiwango cha Aishi Manula mechi dhidi ya Singida Black Stars, wakatarajia kile kikao, manake kulikuwa na kikao pale baina ya Miguel Gamondi Usuku pamoja na Aishi Manula, watu wakatarajia kuwepo. Je, kukosekana kwa wachezaji hawa ambao wanaonekana wana uzoefu lakini kukosa nafasi kwao ya kutokuitwa, kipi yani kocha ambacho hajakiona kwa hawa mpaka kuweza kuwaita watu wengine, na tukiona kwa sasa hapo katika fomu mzuri kwa vilabu vyao wanapochezea? Unajua mimi kwa upande wangu, jambo la kwanza ambalo naliangalia, kocha ameenda na miemko. Unajua miemko ya Tanzania kuona timu inashinda. Na tumeenda AFCON 2019 hatujapata nafasi, tumeenda 2024 hatujapata nafasi. Kwa pamekuwa na muemko, na hiyo ndio asili ya Tanzania. Kwa hiyo sasa imemfanya hata mwalimu awe na uoga wa kuleta wale wachezaji ambao wana vipaji halisi. Kwa sababu tunaona kama Paul Peter ni mfungaji bora mpaka sasa, anaongoza. Kama yeye anaongoza, kwa hiyo alikuwa anahitajika sana kwenye kikosi. Na kwa nini anahitajika kwenye kikosi? Sio kwa sababu tu ni mfungaji bora. Tunaona muendelezo wake akiwa Dodoma Jiji amecheza vizuri, sasa hivi yupo JKT Tanzania anacheza vizuri. Kwa hiyo tuna AFCON nyingine 2027 ambao tutacheza sisi kwetu. Kwa hiyo wale ndo walikuwa wanaandaliwa sasa hivi. Kwa hiyo kukosekana kwa mtu kama Paul Peter kidogo mimi nilikuwa nina doubt, kwa sababu ilikuwa inawezekana kabisa. Ukiangalia kile kikosi, safu ya ulinzi tu ina wachezaji 13. Ilikuwa inawezekana ukapunguza mabeki kadhaa ili Paul Peter aende, hata kama asipocheza basi apate uzoefu wa mashindano, kwa sababu tunategemea hawa wachezaji mwaka 2027 nao ndo watakao kuwepo, atatusaidia kwenye AFCON. Labda hapo kwa Israel Patrick Mwenda, pia ni mchezaji mzuri. Tumeona kiwango chake na ametuprove right hata kwenye mashindano ya kimataifa. Unamwona akiwa na Dar es Salaam Yanga Afrika kwenye mashindano ya kimataifa akacheza vizuri sana. Kwa hao wachezaji ambao wanacheza vizuri kimataifa tulikuwa tunahitaji wawepo. Na pia umri wake pia ni mdogo ambao anaweza akatusaidia hata miaka 3 miaka 4 mbele. Lakini kuna nafasi nyingine, nafasi muhimu ya goalkeeping. Tunaona tulishazoea, tuliona hata kwenye chani ambao tulihosti sisi Tanzania, Kenya na Uganda, Aishi Manula mzoefu aliweza kuitwa kwa ajili ya kuongeza experience, lakini kwa ajili ya kutia morali. Lakini sasa hivi tunaona amekosekana kabisa katika kikosi. Amekosekana kabisa. Je, haiwezi katokea athari ya moja kwa moja baadaye kocha Miguel Gamondi akaenda kujikuta katika lawama, kwa nini ameweza kumwacha mchezaji mzoefu kama Aishi Manula kulinganisha na kiwango alichokionyesha katika mechi dhidi ya Singida Black Stars? Mimi nadhani kwa ukizungumzia kwa wachezaji wazoefu hawatakiwi kuwa wengi sana. Ni kweli wana mchango kwenye timu. Sasa unaangalia game fitness ya Aishi Manula. Ni kweli kipa mzuri, lakini sasa hivi hakucheza mechi za ushindani za kutosha. Kwa hiyo huwezi kumpata moja kwa moja akiwa katika ubora wake.
Tukizungumza kwenye uzoefu na mchezaji ambao anaweza kuwa kiongozi uwanjani, tunayo mtu kama Samata, tunaye mtu kama Msuva. Bado wanaweza wakawa ni viongozi tosha sana wakatuongoza ndani ya kiwanja. Sasa tupe overall ile sasa, kutokana na kikosi ulivyoweza kukiona, lakini nini kitaenda kufanywa na kikosi hiki, lakini matarajio sisi kama Tanzania tuwepo nao yapi kutokana na kikosi chetu ukilinganisha na wapinzani? Maana kuna shambuliaji moja la kimataifa huko linakwambia yeye linashinda kwa sababu ya mikeka ya Afrika, unajua Victor Osimhen lipo ndani. Ndio, unajua mimi nikikiangalia kile kikosi kiukweli sisi bado kwenye ile level ya ushindani tunasema bado. Pamoja tumempata mwalimu mzuri ambao yeye anaweza kuleta ushindani, lakini aina ya wachezaji ambao wanaenda kuwavesha jezi ni wakina nani? Ni kweli wamecheza mashindano ya kimataifa na ni kweli wanacheza vizuri wakiwa nyumbani, lakini sisi tunapocheza kwenye soka letu la nyumbani yale makosa mengi waga yaonekani kwa sababu wote tunafanana level. Hasa tunapoenda kimataifa kuna aina nyingine ya kucheza. Hasa unapozungumza kwenye kundi moja upo na Nigeria, kwenye kundi hilo upo na Tunisia, kwenye kundi hilo upo na Uganda. Hilo ni kundi gumu kwa sababu hapo unaweza ukampigia mahesabu kwenye makaratasi ni Uganda. Ukimwangalia Nigeria, hata kama wana migogoro ya ndani kwa ndani, lakini migogoro yao haihalalishi wao kuweza kuwafunga. Ukiwaangalia Tunisia, hata kama soka lao limeshuka, lakini limeshuka labda katika ngazi ya vilabu, kwa hiyo haiwezi kuhalalisha moja kwa moja. Tunisia yupo kombe la dunia, unajua hiyo haiwezi kuhalalisha moja kwa moja kwa unaweza kwenda kufanya vizuri, lakini mimi nadhani tuendelee kushindana kama hivyo tunavyoenda kushiriki mara kwa mara. Kuna wakati tutapata uzoefu na tutatoa kitu bora kwa nyakati zijazo. Labda maestro ila tuangalie vipi, labda tutegemee surprise yoyote katika AFCON inaoanza, yani big surprise kutoka kwetu, labda tutarajie surprise, tutarajie. Ni kweli surprise tutarajie, kwa sababu aina ya mwalimu pia inatushawishi kusubiria surprise ambayo inaenda kutokea. Surprise